Jamii inahitaji kupata taarifa. Icon TV inamulika taarifa mbalimbali ili kukufikia wewe mtazamaji. Tunaomba ndugu jamaa na marafiki na wadau wote ili kuchangia Icon TV kupitia namba ya simu 0652474774 ili kuwezesha maendeleo ya TV yako. Icon TV. Mheshimiwa Spika, jambo la kwanza ambalo mimi ningependa kuanza nalo ni hii sheria ambayo serikali inakwenda kufuta tume ya mipango. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Spika, katika jambo ambalo kwa mara ya kwanza katika taifa linashangaza kwelikweli ni uamuzi wa serikali kwenda kufuta tume ya mipango. Hii kwa mara ya kwanza ni kitu ambacho kinashangaza. Miaka yote hii sheria, Mheshimiwa Spika, imekuwepo. Tangu mwaka 94 kumekuwepo na tume ya mipango kwa maana ya the Planning Commission. Lakini cha ajabu, katika mwaka huu wa fedha kwenye sura hii ya 13 serikali imekuja na amendment ya kufuta tume ya mipango. Sasa unajiuliza Mheshimiwa Spika, hivi lengo la serikali kufuta tume ya mipango ni nini? Lengo ni nini? Wanakuambia unajua hii sheria iliyopo ni kama inamlazimisha rais kuitekeleza. There shall be establishment ya hii Planning Commission. Lakini sisi kwenye kamati, Mheshimiwa Spika, jana tulikaa tukabishana na serikali, tukawaeleza kuna ubaya gani ama kuna athari gani za kiuchumi za kufuta sheria ya tume ya mipango. Serikali ikasema tunatakiwa tuifute kwa sababu mwenye mamlaka hataki kutumia. Mimi nilikuwa mkali sana kwenye hili, na haya maneno alizungumza waziri wa fedha ndani ya kamati ya budget. Nikamwambia kama mwenye mamlaka hataki tuhoji jambo hili, mmelileta kwenye kamati ya bunge kufanya nini? Yaani unaleta kufuta sheria alafu unatuambia tusihoji mamlaka. Sema hatuwezi kuishi katika mfumo. Kwa kumbe hawa maamuzi, hatutungi sheria kwa ajili ya kusaidia nchi, ni kwa ajili ya kumsaidia mtu. Imenisikitisha sana. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Spika, unajua kabisa umuhimu wa tume ya mipango. Nchi zote duniani zina tume ya mipango, hata kama zinatengenezwa katika majina tofauti. Kuna nchi nyingine wanaita National Development Plan, National Vision, Development Vision, yani majina tofauti. Lakini leo Tanzania kwa mara ya kwanza tunakwenda kuifuta sheria ya mwaka 1994 baada ya miaka 24. Leo tunaona haina umuhimu. Ukimuuliza huyo mtu ambaye anakwenda kuifuta, Mheshimiwa Waziri wa Fedha ndio ambaye alikuwa katibu wa tume ya mipango. Yaani miaka 5 ya Jakaya Kikwete ndio alikuwa katibu wa tume ya mipango. Leo wanasema majukumu ya tume ya mipango yanahamishiwa Wizara ya Fedha. Lakini Mheshimiwa Spika, tuambiane ukweli. Wizara ya Fedha na mipango imejikita zaidi kwenye upande wa fedha kuliko mipango. Yaani kama kuna kitu ambacho Wizara ya Fedha haifanyi ni mipango. Lakini leo unapokwenda kuifuta hii sheria ya mipango, maana yake ni kwamba tunawaachia sasa serikali uamuzi, yani Wizara ya Fedha uamuzi wa wao kuamua kujipangia mambo na kutekeleza wao wenyewe. Sasa mimi maoni yangu ni nini? Kwa nini wanakwenda kufuta kuifuta hii tume ya mipango? Na wameshaifuta. Kwa nini wanakwenda kuifuta? Ni kwa sababu wamekuwa na mipango ya kushtukiza ambayo haipo na wala bungeni hatukupangia budget. Sasa kutokana na kuona kwamba wamekuwa ni watu ambao hawajui mwelekeo unakwendaje, wameamua kwenda kufuta ili wao wanapanga mambo wanayotaka wenyewe. Na hicho ndio ukweli. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, taifa bila tume ya mipango ni sawa na gari ambalo lipo kwenye mwendo kasi alafu limekosa breki, linakwenda kuanguka. Sasa mimi ningependekeza Mheshimiwa Spika, na ndio maoni ya kamati, hakuna tatizo lolote serikali
likiacha tume ya mipango ikabaki kama ilivyo. Kwa hiyo tunawaomba sana muiache ile tume, kwa maana muiache sheria, kwa sababu sheria tangu ilikuwepo Mkapa hakuitumia, Mzee Mwinyi hakuitumia, lakini Mzee Kikwete alipokuja akaitumia. Ndio hii mipango mnayoona leo, hii mipango ya maendeleo miaka 2025, mpango wa maendeleo miaka 2063 inatengenezwa na think tank ya pamoja, lakini kitendo cha serikali kuenda kuua tume ya mipango, na nafikiri moja ya uamuzi wa hovyo kabisa ni huu hapa, kufuta hii tume. Kwa sababu wanasema, tukawauliza maswali, ikitokea sasa rais mwingine amekuja madarakani, nyinyi mmeondoka, amekuja rais mwingine, atafanyaje kuhusu kama ndio anataka kuitumia tume pango? Akasema atatengeneza sheria nyingine. Yaani tunakuja tena kuipa kazi bunge lijalo litengeneze sheria mpya katika hatua zake zote tatu, wakati sheria ipo. Ambacho kitakiwa kifanyike hapa na wizara ni kuboresha tu hii sheria ama kuiacha, kwa sababu hata ikikaa dormant, mtu yoyote, Mheshimiwa Spika, anaruhusiwa kuitumia hii sheria pale anapotaka, na sheria iko wazi tu, haijamlazimisha Mheshimiwa Rais kuitumia kama hahitaji kuitumia. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, nilikuwa nataka na hilo nilizungumzie na serikali ielewe kwamba uamuzi huu ni moja ya uamuzi wa hovyo kabisa ambao nafikiri wakiendelea kufanya utaligharimu taifa. Mheshimiwa Spika, jambo la pili nitaka kuzungumzia sheria ya fedha za umma sura 334. Na Mheshimiwa Spika, sheria hii inahusu kuanzishwa kwa akaunti jumuifu ya pamoja, hiyo tunaita TSA. Mheshimiwa Spika, alitangulia Mheshimiwa Zito akazungumza hapa. Kuanzishwa kwa hii sheria ama kuanzishwa kwa akaunti moja jumuifu sio kosa katika nchi, lakini utaratibu tunaokwenda kuanzisha Tanzania, nasema hivi, tunaweka taifa kwenye riski ambayo siku moja taifa linaweza likaparalyze. Kwa nini nalizungumza hili? Nimepitia nchi ambazo zinatumia mfumo wa TSA. Mfumo wa hizo nchi ni kwamba nchi inakuwa na fedha. Kwa mfano, kuna fedha ziko Momba, ziko kule Ruangwa, ziko Kongwa. Inapofika mwisho wa siku, taarifa ya fedha zinaletwa benki kuu, zinakwenda kwenye akaunti ya pamoja, kwamba leo Momba tumebakiwa na kiwango kadhaa cha fedha. Kwa hiyo wamekuwa wakiendesha mfumo huo kwamba inapofika jioni nchi inajua ina ukwasi kiasi gani. Lakini sheria yetu inavyokwenda kuonyesha, na ukipitia tu vizuri kitu kabisa, sheria yetu ni kwamba fedha zote za nchi hii mpaka zile za kwenye halmashauri zote zinakwenda mfuko mkuu, alafu baada hapo zinakwenda katika mfuko wa akaunti moja. Yaani hela za nchi nzima zinakwenda kwenye akaunti moja. Na ukipitia hapa Mheshimiwa Spika, ukipitia kwenye sheria utaona sheria inampa mamlaka waziri wa fedha kutunga regulation juu ya namna ambavyo Paymaster General atatekeleza ule mfuko, matumizi yake yatakuwaje, namna atakavyokuwa na limit. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, kinachokwenda kutokea nini? Hii akaunti moja inakwenda kusimamiwa na watu watatu tu katika nchi. Hela zote tunapeleka katika chungu kimoja. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nikawaambia hivi, ikitokea siku moja system hiyo ya kifedha, hiyo akaunti moja system yake ikafa, manake siku hiyo nchi imepotea. Ikitokea akaja rais mzalendo, mmemwekea mahela yote peke yake, akaamua kutoroka nchi, akiondoka na hizo hela zote, nchi itakuwa katika usalama gani? Sio kama ndio. Kwa sababu akaunti hii inakwenda kukontroliwa na watu watatu. Na Mheshimiwa Spika, ninachokueleza hii ndio hali halisi, na unajua unacheka, lakini ndio hali halisi. Hizi hela ikitokea, narudia tena, ikitokea wamekuja na jaribu kuimagine David kwamba kuna kiongozi akabeba sijui ndege ya ukubwa gani ya kubeba hizo hela zote kwa pamoja. Endelea Mheshimiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Spika, ni kwamba hizi hela hazihamishwi kwa kubeba kwenye ndege, ni kutransfer tu. Watu wana transfer fedha kwenda kwenye akaunti ya nchi nyingine. Watu wanafanya hivyo. Nigeria wakati wa mfumo wa Jonathan walipoanzisha huu mfumo, leo serikali ya Buhari wanakwambia mfumo wa TSA kwa sababu haukutengenezwa vizuri ndio ulipelekea haya mahela yote, na ufisadi mkubwa ulifanyika kwa sababu yale mahela yote yalipelekwa pamoja.
Lakini cha ajabu Mheshimiwa Spika, sasa hivi kinachokwenda kwenye ETSA kuna kwenda kupitishwa fedha ambazo hazipo kabisa kwenye bunge hatujapitisha. Na ukipitia kwenye sheria utaona hapa kuna kitu kinaandikwa unspent. Malizia Mheshimiwa. Ukipitia hapa kwenye schedule ya waziri utaona ameelezea hapa kwamba moja ya fedha zinazokwenda kwenye hii account ya TSA kuna kitu kinaandikwa unspent balances. Na ukienda mwanzoni kwenye yale mawazo yao ya mwanzo kwenye sheria utaona kuna fedha imeandikwa non voted funds. Fedha hizo sisi kama bunge hatupitishi. Sasa matokeo yake fedha ambazo hazijapitishwa na bunge, fedha zilizopitishwa na bunge zote zinakwenda katika akaunti moja. Sasa ukichanganya na serikali ambayo haina tume ya mipango, manake kesho tutakapokuwa tunawahoji wanatekeleza mipango watakwambia hela tulizozitoa ni zile ambazo spend balances ambazo nyinyi bunge hamna mamlaka zao. Sasa imekiuka katiba, vifungu tumeviingiza katika bajeti yetu. Kwa tunachokitaka serikali ipate muda wa kuipitia ili hili jambo liwe kwa faida ya taifa na sio kwa ajili ya kunufaisha watu wachache ambao wanafikiri ni wazalendo kwa wakati wa sasa. Asante sana Mheshimiwa Spika. Asante sana. Ana kipaji uandishi yake fani, kaomba utangazaji TV na redioni, kukosa hakutaraji mipango yake manani, peneni hapa na njia walisema wa zamani.